Sasa wadau wangu wa Mjenzi wa Nyumba TZ, nataka niwaelekeze kitu kimoja, na mjue hapa nilipo ni wapi na kwa nini nataka kuelekeza hiki kitu. Kwa wale wasiofahamu, kwa ambao wanafahamu sio jambo la kushangaa kwao, na kwa wale ambao walikuwa wafahamu mwanzo kabla kama mimi, basi na wenyewe wajifunze kidogo. Hapa ninapoongea nipo Shinyanga, nipo manispaa ya Shinyanga, katika mitaa tofauti tofauti ya huko nimejaribu kuzungukia, na nikaona nyumba nyingi za kuchoma, nyumba nyingi za tofali za kuchoma zimejengwa kwa kutumia sementi. Sasa je, ni ajabu kutumia sementi? Nadhani sio ajabu, ni kitu cha kawaida na wengi wameshazoea kukiona. Lakini ajabu yake ilipo ni nini? Kitu ambacho nimeona ni cha kushangaza. Sawa, nyumba zote tunazoziona hizi, unazoziona zote zinaonekana zimejengwa kwa simenti. Na mimi mwanzo nikajua ni simenti kweli, na mwisho wa siku ni simenti ndio, lakini hazijengwa kwa kutumia simenti. Kitu ambacho nilichoshangaza ni wanajenga kwa kutumia mchanga, kwa kutumia udongo, sio mchanga, kwa kutumia udongo wa kuchimba chini. Wengine wanaita tope, kwa kutumia tope. Ili tope tu la kuchimba chini hili. Katika nyumba tofauti tunazoziona hapa zote zimejengwa hivyo. Na hiki kitu ambacho kilichonishangaza, akisha jenga kutumia hilo tope, kitu ambacho kinafanyika baada ya kuwa maliza kujenga mpaka tope fulani, anakuja anaanza kusiriba kwa nje mle kwenye lile tope, anaanza kusiriba. Ngoja nisogeze kidogo nionyeshe mfano hapa. Hii hapa yote nje ni simenti hii, lakini huu ni udongo. Hapa ndio kwenye joint hivi, unaona? Unaona? Kwa hili ni tope tu hili maarufu kwa jina la moram. Hapa anaita moram, wengine kama mimi tunaita tope tu hili, kwa sababu na kuchimba chini sana wanaoteleza tu hili. Unaona? Kwa hiyo kote, yani nyumba zao nyingi unazoziona ujenzi wao ndio hivi. Ndio kitu ambacho kilichoshangaza. Kutoka anajua hivi, nikanibidi niulize ni kwa nini ujenzi wenu huko upo hivyo, kwa sababu kwangu ilikuwa ni kitu kigeni kuona kwa eneo lote. Haikuwa kitu kigeni kuona nyumba ikiwa imejengwa kama hivi, lakini kilikuwa ni kitu kigeni kuona eneo lote la Shinyanga sehemu kubwa linajengwa hivi kwenye hii manispaa, sio ya wazaka za pembeni sasifika. Kwenye hii manispaa sehemu zote zinajengwa kwa mfumo huu. Ndicho ambacho nishangaza. Nishawahi ona kitu kama hiki mwaka 2019 sehemu moja huko Mbeya, nadhani ile mitaa ya Bomba Mbili, wenyewe ilikuwa wanajua karibu na shule ya sekondari Makibete, ilijengwa kwa mfumo kama huu. Kwa nilipoona tu moja nikajua jamaa kaamua kujichanganya, akakosa la plasta, akaamua kufuta hivi, inaonekana ijengea tofali. Lakini nilipofika huku nimeona hichi kitu ni tofauti, ndio ujenzi wao huku. Huku nimeona ndio ujenzi wao, na ikabidi niwaulize wenyeji inakuaje. Mwanzo nikajua zote hizi nyumba mmejengea sementi, lakini sio hivi. Ndio basi wakaniambia kwamba eneo huku la huku lina magari mengi, kwa hiyo halitakiwi ujenge sementi. Sementi huwa tunasiba kwa nje, lakini kwa sababu nyumba tukijenga watu tunazipiga plasta, mtu hawezi kutambua. Tukizijenga wengine tunaita lipo, yani lipo na plasta, na wengine wanasema kusiliba ni kitu hicho, ni kitu kimoja. Kwa hiyo wao ndio hutumia huo mfumo, anajenga kisha anakuja kupiga plasta kwa wale mwenye uwezo. Kwa sina uwezo kisha jengo miezeka, maisha yanaendelea, kwa sababu bila kupiga plasta sio kwamba uwezi kuisha, hapana, unaweza. Lakini wao ndio wakasema hayo ni kwa sababu ya magari, na baadhi ya maeneo mengine hapa wakasema, wakaenda mbali zaidi, wakasema hawezi yani hata kujengea tu bloku haitakiwi, yani hauwezi, kwamba hiyo nyumba zinaweza kupata crack sana na zinaathirika sana, kwa hiyo inahitaji ujenge mfumo kama huu. Kwa hata ili sehemu nilopo kidogo kuna baadhi ya watu wamejengea tofali za bloku misingi, yani ndio tu msingi tukajenga. Ila zaidi udongo unaofaa huku utumie tofali yako nzuri ya kuchoma, ujenge kwa kutumia wanaita moram mwenyeji, ambalo wengine huku tumezoea kuita na nyumba unajenga kwa kutumia tope au udongo wa kuchimba chini. Kwa hiyo wao ndio wanavyoita hivyo. Sasa ukiangalia kitu kama hicho, kama nilivyosema mwanzo, mimi kwangu kikawa kigeni, na kwa wengine najua mnaotazama kwenye video kuna baadhi ya vitu hapa vinakuwa ni vigeni kidogo kwenu, kwa sababu sio kitu cha kawaida mfumo kama huu. Mtu anajenga, mmemaliza unaanza tena kucholeshea huko pembeni, tena sio kupoint, maana tumezoea sisi ya kupoint ambayo ipigwi plaster. Unakuja na point moja kwa moja kwamba nyumba hapo imefinishing yake imekamilika, lakini huku imekuwa ni tofauti. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho kiao kimenishangaza kidogo. Na wanasema kwa mjibu wa wenyeji, ukiona mtu huku kajengea nyumba ya broko, ujue huyo mtu ni mgeni, hajui mazingira ya huku.
Hivyo ndivyo nilivyowaambia na wenyeji, kwa sababu sio sehemu napoenda kuna wenyeji. Na mimi tukienda kwetu huko ni mwenyeji, lakini nikiwa huku nimekosa tu kamba mguuni kwa sababu ni mkubwa, sitembei na kamba mguuni. Kwa hiyo na mimi huko ni mgeni. Ndivyo kitu ambacho nimeweza kukiona na kujifunza nikiwa katika mazingira ya huku Shinyanga, halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Ndio nimekutana na hicho. Kwa hiyo kwa sababu mimi mwenyewe ni mwenyeji, ni mzoefu wa kuulizia na kufanya upelelezi, kitu kama hicho hakijaweza kuwa kigumu sana kwangu. Hajaweza kuwa kigumu kwa sababu mimi mwenyewe huwa ni mtu wa kufanya upelelezi na kuchunguza na kudadisi. Ninapoona vitu kama hivi, kwa unapoona hivi unajua walijengea simenti, lakini simenti imefutwa tu nje. Ila ukichimba tu kidogo ndani, hebu tuonyeshe. Unaona, unapoendelea kuchimba huko ndani nakutana tu na udongo. Hii ni udongo tu. Kwa hajajengewa simenti. Ili ukiangalia kalako unajua umejengwa kutumia simenti au wenzetu wanaita udongo Ulaya, mchanga Ulaya. Kwa hiyo ndivyo ilivyotumika. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye ulikuwa hujui kwamba kuna vitu kama hivyo, sana najua umeshatambua kwamba kitu kama hicho kipo na kinawezekana, sio cha kushangaa tena. Kwa hata mwenyewe nimeshangaa leo, lakini sitashangaa tena kwa sababu tayari nimekwisha kujifunza huku. Ya hata hapo kabla mwenyewe nilishangaa kwanza kuona nyumba kama hivyo. Nilipoona nyumba moja imefanyika kitu kama hicho, ambapo ndio nilikuwa nikifanya mimi kazi ya kupaua, basi nikajua tu labda ni hapa tu kajiamua kujiongeza, kwa sababu kaona hivyo tofauti, au aliona hela kuezekea wakati huo hamna, nyumba itaanguka kwa sababu umetumia mora ambazo akaamua ajenge kabisa yote. Lakini kumbe sivyo nilivyokuwa nikijua. Nilichokuwa nakijua sio cha kweli. Ukweli wake ndio huo niliokueleza. Kwa hiyo jamani, tujifunze tunapokuwa tunatembea sehemu tofauti, tuwe tunajaribu kufuatilia kutokana na zile taaluma zetu. Kufuatilia zaidi ni kile kitu kinachoendana na taaluma zako kwenye maeneo uliyotembelea, wao wanafanyaje. Kwa hata mimi mwenyewe kwa utaalamu wangu wa miaka zaidi ya miaka 20 ya ujenzi, kitu kama hicho special nilikuwa sikijui, kwamba naangaikia hivyo ndani na nje. Lakini nilichokuwa nakijua ni ile watu wa Njombe na Iringa huko na wapi Mbozi wanajua hivyo, na akishamaliza kujenga na kuja ana pointi, anachoreshia humo vizuri kama mnavyoona hivyo choreshea. Kwa hivyo ndivyo ambavyo mara zote ilikuwa imezoeleka na inajulikana, lakini huku imekuwa ni tofauti na kile kitu ambacho nilikuwa nimekitarajia, nilichokizoea na nilichokuwa nikikijua kwa muda wa siku zote. Kwa hiyo nimejifunza. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na karibu tena kwa video zaidi na zaidi. Pia utaendelea kupata elimu zaidi na zaidi unapoendelea kuwa na mimi. Pia hata nyinyi wa Shinyanga mnakaribishwa zaidi kuendelea kutupatia maujuzi mengine ambao sijaweza kuyaona, ambao mnajengea katikati matope alafu nje mnatupigia plasta. Najua kuna njia nyingine bora zaidi ambazo mnazitumia ambazo mimi sijaweza kuziona. Asante kwa kazi kuweni na kazi njema. Mtaka kuwasiliana na mimi ili tuweze kufanya kazi pamoja, namba ndio hizo unazoziona. Thank you.